Mambo vipi mtazamaji wa Kariakoo Media, tupo katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Hiyo yote ni kuelekea mtanange wa watani wa jadi, nazungumzia Young Africans dhidi ya Simba Sports Club hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo tumekwisha wasili majira haya saa 7 mchana. Kama ambavyo unaona hali ilivyo katika uwanja wa Mkapa, mashabiki bado wanaendelea kuwasili, lakini kikubwa wapo mashabiki wa Yanga wengi. Watu wengi wanasema kwamba leo inaweza Yanga Day, maana mashabiki wa Simba waonekani kabisa. Lakini jukumu letu kama Kariakoo Media kukupa updates zote ambazo zitatokea hapa katika uwanja wa Mkapa. Tutazungumza pia na mashabiki wa Yanga na Simba, wao wanaonaje vikosi vyao vyote viwili, nani anaweza akawa bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka huu 2024-2025. Kumbuka Kariakoo Media tunakupa updates zote ambazo zinaendelea hapa katika uwanja wa Mkapa, ukiwa na mimi sports head wako nambari 3 mgongoni, Esther Msofe. Nyuma ya kamera yupo Asha Kabuga. Tuzungumze na mashabiki ambao wapo eneo hili la uwanja wa Mkapa majira haya ya mchana. Mfuate sasa. Unaangalia hapa. Kaka, kila unapokanyaga. Kaka, mambo. Safi, habari. Hapa kilikuwa kinaendelea nini? Hapa kilichokuwa kinaendelea, mshabiki wa Simba katuletea kama masiala fulani, kaja na tunguli na midawadawa isiyoeleweka, milizi isiyoeleweka. Sasa tukaona anatufanyia kama maigizo, lakini kwa sisi tunayeona tumeona sio yale maigizo. Kwa hiyo nilichokifanya yana mwaga mboga, mimi na mwaga ugali. Kwa aliponipa mgongo na mimi nikaja nikamaliza. Tutakutana ndani. Nini iko? Hii ni asili, ni asili. Ukisikia asili, unajua asili. Yani naishi hapo hivyo. Tufafanulie. Nikifafanulia hii kanuni ya hii ina masharti haitakiwi. Ukiona hivi na maana ukiona hivi unajua kabisa kwamba hii ni nini? Asili. Sijui. Asili haipotei. Nikisema asili unajua asili, mwandishi. Yani asili. Unaona? Yani ndio hivyo. Kwa hiyo ukiona hivyo unaweza kuona kwamba kama vile anacheza huyo masiala dabi, kumbe kweli anatumaliza. Hawa sisi tunaishi nao. Tunaingia uwanjani ule mapa kome hapa na hapa kaenda chini. Waamuzi wenyewe leo kutoka mbali ujue. Haina masiala mechi hapa. Haina masiala hata kidogo. Ngona anaoga hapo tunguli uongo huo. Masiala dabi hiyo. Kumbe kweli ndio mnapomalizwa. Na umemdhibiti mapema. Nimemmaliza mapema na ninaye yule. Alipo nipo. Kwa hiyo kafanya kweli hapa. Hiyo sio masiala kwa mtu ambaye hawezi kujua. Anaona nimejua tayari. Kashamfunika Pakome ili akiingia asitembee sana, kashamfunika fulani, yani anafunika. Funika Pakome tayari asiweze kuliona goli kwa haraka. Na sisi tumesema hiyo haiwezekani. Piga mimi nafungua. Kwa hiyo nimefungua, hiyo imerudi kwao. Yanga hoye. Shamfungua Pakome. Shamfungua bali imesha. Na alipo nipo. Kwanza sasa hivi alipo. Nipo yule shabiki wa Simba. Alipo nipo. Yule sio masiala, ile kweli. Sio watu tunajuana, mimi sio mbugira, mimi mwanachama hai wa Young Africa na kadi ninayo. Na kadi ninayo hii hapa. Tunajua uchungu wa dabi si nini, na haya mambo haya tunasema kama siala hamna ushirikina kwenye mpira. Huo uongo. Majambo tunajuana wenyewe. Mtu kwenye 6 afungi, hiyo tutasema uwezo umeishi hapo. Kwenye 6 afungi. Mpira unapaa juu, baada ya kuingia goli unapaa juu chini ya namba chini ya 6 mpira unapaa juu. Ile kuna kitu kinapigwa. Sasa mkiona nazi imechora hivi unasema nazi inaweza nikachukua nikala. Masiala kula uone kama ulali hapo. Huyo nazi. Si hapo kwa mimi kama mimi kwa mimi kama mimi naweza nikashika. Inaunguza. Ina vibration. Wewe sikate usikie kidogo. Ina vibration. Sasa hizi vibration ndio ile unaweza kukuta mzinzi anaingia anasikia kama vile unasikia nyama za msuli huo. Kumbe tayari vibration ishamaliza. Kwa hiyo nazi ile imepakwa nini kwani? Si ndio mambo yao hayo? Ndio unamaliza. Namaliza bado nzima hii nilipiga vibration. Ngoja niione tena. Aiua. Sinaona. Hapo unaweza kaongea. Hapa atakula na kula. Mimi naweza nika. Leo atakula na kula imeisha. Yaani hapa paka naona anatafuna hao imeisha. Leo imeisha hawa. Hamna kama nazi ilikuwa ananipiga vibration, leo imeshindwa na kuitafuna inatafuna kuna nini? Yaani hapo kutafuna kwa nazi ndio kutafuna kwa Simba. Ina maana Simba nishamtafuna. Ameisha. Angalia hata nikimbia yule, mwandishi hata nikimbia yule. Wewe unamsaka. Yule namsaka. Kamati ya Lumbaye. Lakini mtu akiona anaona kama siala ujinga. Dabi zetu hizi za kishiriki tunazijua.
Wewe ni mganga kienyeji? Mimi sio mganga wa kienyeji, kamati ya ufundi. Kamati ya ufundi ya Yanga? Kamati ya Lombaya. Ya Yanga? Ya Yanga Afrika. Kwa hiyo jukumu lako ni kuzunguka na kuangalia watu ambao wana ulinzishirikishwa kimya kimya huo. Ulinzishirikishi na kimya kimya, ndio maana tuliposema engineer hatuchezi. Tumeleta timu si hapa. Tunataka fulani na fulani na fulani watoke, wameng'oka hawajang'oka. Wanaume tumeingia uwanjani. Sasa umeona hawa vidume hao, ngoja tuwavunjie nazi, nioge. Mtu akiona adabu hizo zina masialo na malizwa. Sasa si ndio kazi yetu kwa watu kama hao kuwafuatilia. Wao wamemfunika Pacome tu Mzize. Huyu wamefunika timu nzima, sio nazi zinavunjwa, anaoga ilizi 7 nini, mko na masiala. Yule alikuwa akafunika timu yetu. Kwa maana mimi nikamwangalia, ili jambo lilikuwa mimi alihusiki kulitoa hapa zalani. Lakini kulingana jinsi alivyofanya nikamwangalia nikasema huyu sio masiala. Ngoja sasa. Kachomoka, kapiga hatua na mimi nimeingia. Si ubaya ubwela? Nimaliza. Ubaya ubwela. Kauli yao hiyo kauli yao utakufa nayo hiyo ubaya ubwela hiyo. Ubaya ubwela. Tumemaliza. Akipiga hatua nipo nyuma yake. Hapa namwangalia, anaponiangalia mimi namuona ujue. Namuona na natoka hapa utatukuta kwenye rada zako. Utatukuta kule mbele mwandishi. Basi mimi na wewe bega kwa bega hapa tumtafute. Tupo pamoja.